Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Pastor Andegunyo. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu ramani ya maisha yako. Ninapokwambia kuhusu ramani na maanisha muundo au maana halisi ya ramani ni muundo. Kwa hiyo, ninapokwambia kuhusu ramani ya maisha yako na maanisha muundo au muonekano wa maisha yako. Kwa kuwa ili chochote kiwepo popote pale, ni lazima kiwe katika muundo au ramani inaokionyesha. Narudia, ili chochote kiwepo popote pale kilipo, ni lazima kiwe katika muundo au ramani fulani inayokionyesha kipo. Na kufanya uwepo wa chochote upo katika muundo au ramani yake. Uwepo wako popote pale, uonekano wako popote pale, umebebwa na muundo au ramani yako wewe hapo. Kwa hiyo ramani ndiyo hatima yako, ramani ndiyo furaha yako, ramani ndiyo maisha yako. Muonekano au muundo wako ndiyo maisha yako popote pale ulipo. Naongea na wewe popote pale ulipo, upo hapo kwa kuwa tayari una ramani au muundo unaokuonesha upo. Narudia tena, popote pale ulipo, upo hapo kwa kuwa tayari una muundo au ramani inayokuonesha hapo ulipo upo. Ni mwanamke au ni mwanamume, ni kijana au ni mzee, ni baba au ni mama, ni rafiki au kwa jina lolote vile, kwa kuitwa kwako kwa sababu ya muundo au ramani ya kuonekana kwako. Na kwa maana hiyo, muundo au ramani ya maisha yako ndiyo utawala. Narudia, muundo au ramani ya maisha yako ndiyo utawala wako. Popote ulipo, muundo wako, ramani ya uonyesho wako ndiyo utawala wako. Ni mwanamke ndiyo utawala wako, ni mwanamume ndiyo utawala wako, ni baba ndiyo utawala wako, ni mama ndiyo utawala wako. Ni wewe hapo ulipo, kwa jina halisi la kuitwa kwako ndiyo utawala wako. Na hicho ndicho Mungu alichokifanya katika uumbaji wake. Amekuumba kwa sura na mfano wake. Hiyo sura ndiyo ramani au muundo unaokuonyesha uwepo wako. Ndiyo ramani au muundo unaonyesha utawala wako. Na kufanya ulipo wewe ni mtawala, kwa kuwa unayo ramani au mwonekano, kwa jina lingine muundo unaokuonesha. Na kwa kuwa ni mtawala, si vema mtawala
akae peke yake. Ndio maana mtawala akapewa wasaidizi wanaoufanya utawala huo, ramani hiyo, umbo hilo, muundo huo uendelee kuwepo, uendelee kuonekana, uendelee kuwa mpya, uendelee kufurahi, uendelee kuwepo popote pale ulipo. Si vema huyu mtawala awe peke yake. Si vema hii ramani au muundo uwe peke yake. Ni lazima umpate wa kufanana na wenyewe. Ni lazima upate msaidizi ambao utafanya huo muundo, hiyo ramani iendelee kuwepo katika upya wa mwonekano wake, katika upya wa kuonekana kwake. Uwepo muundo au ramani ya kusaidia ramani hiyo yako, muundo huo wako upate kufurahi, upate kustarehe kwa uwepo wake popote pale ulipo. Na ndipo akapatikana msaidizi wa kufanana na wewe, na msaidizi wa utawala wako tangu mwanzo ukaletewa wanyama, ndege, anga, wadudu, samaki, mimea na kila kimoja kilichopo kwa kukuzunguka kwake, ndicho kilicho msaidizi wa ramani au muundo wa kuonekana kwako, wa ramani ya maisha yako. Naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu ramani ya maisha yako. Si vema wewe uliye mtawala, uliye katika ramani au muundo huo unaokuonesha popote pale ulipo uwepo peke yake. Na ndio maana ukaletewa msaidizi wa kufanana, ukaletewa msaidizi aliotoka ndani yako wa kufanana na ramani au muundo huo ulionao wewe popote pale ulipo. Amekuja msaidizi wa kukustarehesha, wa kukufurahisha, wa kufanya hiyo ramani au muundo wa maisha yako uendelee kuwepo siku zote popote pale ulipo. Uendelee kuwa mwanamke, uendelee kuwa mwanamume, uendelee kuwa mtoto, uendelee kuwa mzazi, uendelee kuwa hapo kwa jina la kuitwa kwako popote pale ulipo. Ni huyo msaidizi ambaye anakusaidia uendelee kuwepo, aliyotoka ndani yako na kufanya hata sasa. Ali kiongozi wa ramani au muundo wa maisha yako ni huyo aliye msaidizi wako. Narudia, anayekuongoza upite wapi, uwe vipi, ule nini, ukutane na nani, ni huyo aliye msaidizi wa maisha yako, msaidizi wa ramani au muundo wa kuonekana kwako. Anayemwongoza mtawala apite wapi ni huyo msaidizi wako. Anayemwongoza mtawala ale nini leo kilicho cha raha yake ni huyo msaidizi. Anayemwongoza
Mtawala apite wapi, avae nini, ni huyo mtawala, ni huyo msaidizi wa maisha yako, ni huyo msaidizi aliyotoka ndani yako. Tazama, muda tu umeitwa mtawala, muda tu umekuwepo, muda tu muonekano au ramani ya maisha yako imekuonesha, ndiyo muda huo huo maisha yako au ramani yako au muundo wako ulikabidhiwa kwa wasaidizi wako wako kuongoza, wasaidizi wako wako kupeleka. Leo uende wapi? Leo ule nini? Leo ufanye nini? Leo uwafanyie nini? Narudia, ule muda tu umezaliwa, ule muda tu umeitwa mtawala, ndio muda huu maisha yako, ramani ya maisha yako yalikabidhiwa kwa wasaidizi wako wapate kukusaidia, kukuongoza. Leo uvae nini? Leo ule nini? Leo upike nini? Leo ufanye nini? Kwa maana nyingine, kukufurahisha popote pale ulipo na kufanya aliyo kiongozi wa ramani ya maisha yako ni msaidizi wako aliyotoka ndani yako. Narudia, aliye kiongozi wa maisha yako, aliyo kiongozi wa ramani ya maisha yako ni msaidizi wako aliyotoka ndani yako. Aliye msaidizi wa ramani au muundo wa mwonekano wako hapo popote ulipo, ambao anaufanya huo mwonekano wako uendelee kuwepo siku zote, ni huyo msaidizi aliyotoka ndani yako, anayefanya wewe baba uendelee kuwa baba. Ni huyo msaidizi aliyotoka ndani yako, ikiwa na maana mtoto wako. Wewe mke, anaye kufanya wewe uendelee kuwa mke wa aina gani? Ni huyo msaidizi wako aliyotoka ndani yako, yani mume. Kwa wewe mume ni huyo mke, kwa wewe baba ni huyo, ni hao watoto, ni huyo mtoto, ni huyo mama. Na kufanya siku zote popote ulipo, wewe hauongozi ramani ya maisha yako, bali ramani ya maisha yako inaongozwa na wasaidizi wako. Narudia, popote pale ulipo, wewe hauyaongozi maisha yako, hauiongozi mwonekano wa maisha yako, hauongozi ramani au muundo wa mwonekano wako, bali muundo wa mwonekano wako huongozwa na wasaidizi wako popote pale ulipo. Na ndio maana umewekwa katika dunia, umewekwa katika ardhi, ukazaliwa katika familia hiyo. Wasaidizi wako ni wakina nani? Wakaja baba yako, akaja mama yako, wakaja wanyama, ikaja taifa na kila kimoja kilichopo ndani ya taifa, ikaja
dunia yote na kila kimoja kilichopo ndani ya dunia, likaja anga na kila kimoja kilichopo ndani ya anga, yaani wanyama, ndege, wadudu, samaki, mimea, mvua, barafu, moto, kwa kila kimoja kwa jina lake. Ndicho kilicho kisaidizi chako, ndicho kinachoongoza ramani ya maisha yako popote pale ulipo. Kwa maana nyingine, kiongozi wa ramani ya maisha yako ni chochote kilichopo popote pale kilipo, kwa kuwa kimetoka ndani yako kukusaidia. Ni wadudu au ni wanyama, ni baba, ni mama, ni watoto au ni marafiki, ni shule au ni kanisa, taifa au ni ukoo, ni chochote katika jina la kuitwa kwake, lakini vyote kwa kila kimoja kwa jina la kuitwa kwake kipo kukusaidia. Ndiyo kiongozi wa maisha yako popote pale ulipo, na wamekuwa kiongozi wa maisha yako popote pale ulipo kwa uwepo wao, kwa uwepo wa ramani au muundo unaowaonesha. Narudi hapa, kila kimoja kilichopo kwa jina husika kimekuwa ndiyo kiongozi au msaidizi ambaye anafanya ramani au muundo wa maisha yako uendelee kuwepo siku zote. Ni kila kimoja kilichopo popote pale kilipo, na wanafanya usaidizi wao au uongozi wao au kukuongoza kwa jinsi ya uwepo wa muonekano au ramani yao, kwa kuonekana kwao. Kwa hiyo uwepo wao tu ndio uongozi unaokuongoza wewe popote pale ulipo, ndio uongozi unaoongoza au kusaidia ramani au muundo wa maisha yako popote pale ulipo ukaendelea kuwepo. Kwa hiyo jambo ni moja, wewe ni mtawala, na ukisha kuwa mtawala, basi vitu vyote umevikabidhi kwa wasaidizi wako. Ramani ya maisha yako umekabidhi kwa wasaidizi wako. Ramani ya muonekano wako umekabidhi kwa wasaidizi wako wa kusaidie, na hao ndio wanaoongoza kila hatua ya kukanyaga kwako, kila hatua ya kwenda kwako, kula kwako, kufanya vyovyote vile. Ni wasaidizi wako. Popote ulipo, maisha yako hauyaongozi, maisha yako yanaongozwa. Ramani yako hauiongozi, ramani yako inaongozwa. Ipite wapi? Ifanye nini? Ikutane na nani? Ni nani anahitaji msaada wako? Ni nani anahitaji kusaidiwa? Na unapitishwa kwa wale wahitaji wa muonekano wa ramani yako hiyo, popote pale ulipo. Naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu ramani ya maisha yako. Ninaongea na wewe ambaye tayari ni ramani au muundo unaokuonesha hapo popote ulipo, pamoja na walio wasaidizi wa maisha yako. Na wasaidizi wa maisha yako ni chochote popote
kilipo, ikiwa na maana chochote kilichotoka ndani yako, na kilichotoka ndani yako ni chochote kilichopo, kwa kuwa hakikuwepo chochote kabla yako wewe, uliyeumbwa na Mungu, nawe ukawa na mwonekano huu uliotoka kwa Mungu, nawe ukawa na mwonekano au utawala wenye ramani au muundo huo kwa kuumbwa kwako. Basi mimea ipo kukusaidia, mvua ipo kukusaidia. Chochote kilichopo, haijalishi kinafanya kwa aina gani, kinaonekana na muonekano wa muundo gani, kina sumu ndani yake, kina mapembe ndani yake, kina nini ndani yake, lakini kipo kukusaidia hapo ulipo, kipo kuyaongoza maisha yako wewe uwepo na kufanya. Popote unapopita, popote unapokwenda, ni vile Mungu anavyokuongoza, ni vile wasaidizi wako wanavyokuongoza, wapi upite, wapi uende, kwa uzuri wa raha ya kuwepo kwako. Basi na leo hii Mungu yupo kukusaidia hapo popote ulipo, kwa uonekano wa ramani ya kuonekana kwako. Una HIV au una sukari ya kupanda, una sukari ya kushuka, una kansa, una nini, yupo kukusaidia hapo ulipo, ukapata raha, ukapata furaha, ukapumzishwa, ukapata raha, na ukaendelea kuwepo katika ramani sawa ya upya wa kutembea kwako, sawa ya upya wa kuonekana kwako, na vitu vyote vikakufurahia. Pokea pumzisho hili popote pale ulipo, pasipo kujalisha una ramani au umbo au mwonekano wa aina gani unaokuonesha, lakini Mungu pekee yupo kukupumzisha, kukufurahisha, kukustarehesha, na kinacho kukustarehesha ni hichi kilicho cha kufanana na wewe. Wewe mwenye sukari ya kupanda, kinacho kustarehesha ni hii sukari ya kushuka iliyoshuka kuweka sawa. Kinacho kustarehesha wewe mwenye HIV ni huyu mwenye kinga iliyozidi pale. Kinacho kustarehesha wewe mwenye kansa, popote pale ulipo, wewe mwenye biashara, ni hao wateja. Basi Mungu yuko hapo, wasaidizi wako hapo, usaidizi wa Mungu uko hapo, pumzisho la Mungu uko hapo. Kitu kikuu cha kujua ni wewe upo katika ramani sahihi, upo katika muonekano, umbo sahihi linalokuonyesha hapo upate kusaidiwa. Pokea pumzisho hili na raha ya kujua ramani ya maisha yako iwe pamoja na wewe popote pale ulipo. Pokea na